annahu, na kwamba yeye fardun, yuko peke yake, samadun, tena tegemeo. Ndio kul huwallahu ahad Allahu samad. Samad ni tegemeo au nguzo, lakini nguzo imeitwa nguzo kwa sababu kuna kitu kinategemea. Kama pale ukiangalia nguzo, ile eneo lote la juu linategemea ile nguzo. Kwa hivyo samad maana yake ni tegemeo, kwamba kila mtu anamtegemea yeye. Khaliqu jami'il makhluqati, kaumba viumbe vyote. Mutasarrifun fiha, anatasarrafu, anatumia anavyotaka ndani yake. Ma yashau, anavyotaka anatumia ndani ya hivyo viumbe anavyotaka. Wa yafalu fi mulkihi, na anafanya katika mamlaka yake ma yuridu, anachokitaka. Hakuna kumwingilia wala kumzuilia asifanye analotaka katika mamlaka yake. Hiyo ndo kumwamini Mwenyezi Mungu kwa ufupi sana. Kwa una hutuba yako ya Ijumaa, unataka kuelezea umuhimu wa kumwamini Mwenyezi Mungu, unanukuu pandeli hapa. Al-imanu billahi huwa tasdiqu bi annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun mawsufun bi sifati al-jalali wal kamali munazzahun an sifati an-naqsi wa annahu fardun samadun khaliqu jami'il makhluqati mutasarrifun fiha bima yasha'u wa yaf'alu fi mulkihi ma yuridu. Ndio nimekwambia ni kitabu hiki kinajenga zaidi uwezo wa kwenda kutoa hutuba na kutoa mawaidha, kwa sababu kinakuongezea maelezo na aya na hadithi na masimulizi juu ya jambo la imani au la dini au la kukataza dhambi, la kuimarisha uchamungu. Wal imanu bil malaikati, na kuamini malaika huwa ni at-tasdiqu, kusadiki bi ubudiyatihim lillahi, kwamba wao ni waja wa Mwenyezi Mungu, wameumbwa na Mwenyezi Mungu na wana wajibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni waja wa Mwenyezi Mungu, si daraja moja wapo la uungu. Ukiamini kuwa malaika wana daraja la uungu, umekufuru. Wao ni viumbe wa namna yao, tofauti na binadamu, tofauti na majini, tofauti na wanyama, tofauti na ndege, tofauti na wadudu, lakini bado wanabakia kuwa ni viumbe wa Mwenyezi Mungu kwa namna yao maalum. Tumefahamiana vizuri hapo? Askari, mwanajeshi, naye ni mtu, naye ni raia ati kwa namna maalum. Lakini kwani askari si raia wa nchi? Raia wa nchi yake, ndio maana akawa askari ati, lakini wa namna maalum. Kwa hivyo malaika akiwa kwa namna yake maalum, sio kwamba kaondoka kwa yeye si kiumbe, yeye ni kiumbe lakini wa namna maalum. Bal ibadun mukramun, bali wao ni waja walioheshimiwa. La yasbiqunahu bilqawli, hawamtangulii Mwenyezi Mungu kwa usemi. Wa hum bi amrihi ya'maluna, na wao kwa amri yake wanatenda. Wana adabu za kutosha, hawamtangulii Mwenyezi Mungu kwa usemi. Hii ndio ile hoja ya kuendesha vikao, kwamba mwenyekiti hawezi kutanguliwa kwa maneno na wajumbe. Akisema mwenyekiti kwenye kikao, wajumbe kwanza mnyamaze, na kikao hakiwezi kufanya kazi mpaka mwenyekiti akifungue. Na akisha kukifungua, kila kinachozungumzwa hapo kinazungumzwa rasmi kwenye kikao, na akisha kukifunga, kila kinachosemwa hapo kiko nje ya kikao. Adabu hizi wakati mwingine watu hawazijui. Kuna watu wanapenda sana kuingia kwenye mambo ya uongozi, lakini yale bamrisho tuliyosema kwamba mafunzo ya uongozi watu hawana. Uongozi wetu wa kuokoteza tu. Anafika mahala mtu mpaka anakuwa na cheo kikubwa lakini mafunzo ya uongozi hana. Mpaka mnashangaa nyie, ni mtu wa aina gani? Na wakati mwingine uzoefu unasaidia, kama kapita kwenye mambo mbalimbali inatosha kuwa ni mafunzo, si lazima akae kwenye kozi, uzoefu unamtosha. Kama kwenye vyama anaweza kwa kaanza tangu kwenye tawi huko, alikuwa mjumbe mpaka akawa mwenyekiti akapanda panda, au kwenye taasisi kaanza chini huko kidogo kidogo mpaka anafika juu. Kwenye taasisi yoyote ile anakuwa imara sana, anazifahamu zile taratibu za uongozi. Lakini kuna mijitu imetoka pengine na pesa yake, pengine kweli kasoma na degree zake, lakini hajapita kwenye mafunzo ya uongozi, mnampa nafasi ya juu mara moja kuongoza kitu, alafu mnaona madudu anayoyafanya. Zile nidhamu za uendeshaji vikao, za kufanya uamuzi za nini, zote nazivuruga zile. Sababu uongozi ni uzoefu au taaluma basi. Hakuna njia nyingine ya uongozi.
uwe na uzoefu au uwe na taaluma ya uongozi, ndio utaweza kuongoza. Sasa sisi wengine tumejiamulia kufanya kazi za ufundishaji sana kwa kipindi hiki. Mimi muda mrefu sana tangu nilipopata msukosuko wa kiafya kidogo, nimeamua kurudi kwenye ile kazi yangu ya msingi. Maana kimsingi mimi ni mwalimu wa mambo ya dini, ndio kimsingi, ndio kazi yangu. Haya mengine yote yanakuja tu katika maisha. Na ndio kazi ambayo nakwenda nayo kwenye utu uzima, na kila mahala kazi hii ya kufundisha ndio kazi yangu hasa ya msingi. Wala sioni kinyaku kwa nini nimekaa mahala nafundisha. Naona ndio desturi kawaida, ndio kazi yangu. Hasa akija mengine, unaweza kuwa mfanya biashara, unaweza kuwa kiongozi, unaweza kuwa nani, haya yanakuja tu. Lakini ya msingi kazi yangu ni kufundisha. Sasa sishughuliki sana na mambo ya uongozi. Lakini unafika mahala unaona sasa zile kasoro za uendeshaji za kiuongozi mahala wazi wazi. Na unajaribu kutaka kuwasaidia watu, lakini watu wanafanya hofu, wanadhani labda utawanyang'anya mamlaka zao. Ndio tatizo lilopo katika mataasisi yote. Ukitaka kwenda kuwasaidia wanahisi huyo anataka kutunyang'anya, aonekane yeye anajua. Matokeo yake wao wanabaki na ujinga, na wewe elimu yako inabaki haikufanya kazi. Twendeni, ndio watu walivyo. Lakini kusemeshana kupo, kusikilizana ndio hakupo. Basi la yasbiquna bil qawli, hawamtangulii Mwenyezi Mungu kwa kusema jambo mpaka atoe yeye ruhusa. Ndio mwenyekiti atiwa kikao, ndio mkubwa alivyo. Mnakumbuka nyewe zamani tulivyolelewa sisi na wazee wetu, pahala pana babako mdogo, sio pana mjomba, pana nani, wewe utasubutu kusema jambo kama hujaruhusiwa? Unaingia kati maneno hivi, unafukuzwa mbali kwenye kikao. Na hiyo ndio salama yako kama hujachezea kibao kimoja kwanza kizito. Siku hizi mambo sege mnege. Wahum bi amrihi ya'maluna, na wao malaika kwa amri yake Mwenyezi Mungu ndio wanatenda. Vitendo vyao vyote vinafuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wako mfano wa askari, mfano wa jeshi hawa malaika. Wao wanakwenda kwa amri. Hata nyuki wanaishi namna hiyo, nyuki wanakwenda kwa amri. Mfumo wa sega lile la nyuki umekaa kiutawala, kijeshi, kiamri, kimamlaka. Hakuna kubembelezana, kuna amri na utekelezaji. Halafu anakwenda kwenye aya nyingine huko kwa kaziunganisha au kazikata hizi aya. Hii inosoma sasa na hiyo ya mwanzo zinaungana au amezikata kwenye vitabu vyenu? Yani kafungua mabano mengine, na kwangu ndio kafanya. Ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, anajua Mwenyezi Mungu kilicho mbele yao na kilicho nyuma yao. Wala yashfauna, wala hawaombei illa liman irtadha, isuka kwa yule ambaye Mungu kamridhia wamuombe. Wa hum min khashyatihi mushfiquna, na wao katika kumchelea Mwenyezi Mungu wanaogopa pia. Mwenyezi Mungu anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao. Wale malaika pia kawazunguka kwa elimu, hawawezi kumzidi wakamficha jambo. Japokuwa kawapa kazi, lakini hawezi kusema hili tusimwambie bosi. Si kama sisi, mnaweza ikaundwa kamati ya shughuli ya harusi, mkambwenye mkashughulikie mambo ya vyakula na bei na nini, alafu mwenyekiti wa kamati mkampa taarifa tofauti. Mmempata ng'ombe kwa bei ya chini, mkasema tumwambie kwa bei ya soko, na sisi tutafune chochote. Mnamdanganya mwenyekiti wenu. Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kudanganywa kabisa na malaika. Anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao. Hawana taarifa yote atakomwambia Mungu ambayo haijui. Kawatuma wafanye kazi tu. Wala yashfauna, wala hawezi kuombea illa liman irtadha, isuka kwa yule ambaye Mungu karidhia mwenyewe. Sema huyu kama mnamuombea muombeeni, sawa. Yani adabu zao ni kumwambia ya Rabbi, kuna kiumbe chako huyo amefanya makosa, unaturuhusu tumuombee? Nasema haya muombeeni, nisikilize mnamuombea nini? Pamoja kwamba anajua, lakini mpaka waombe nafasi ya kuombea. Sio anamjia tu, sikiliza bwana, kuna mtu mmoja na matatizo hivi na hivi, sasa tunamuombea. Haiko hivyo. Uendeshaji wa mambo wa Mwenyezi Mungu ni wa adabu ya hali ya juu. Tumelewana? Eneo hili nalo kubwa kwa kweli linataka lifafanuliwe sana katika wakati wake. Tulio kusema kwa kama tutaamua kuweka mihadhara ya kuzungumzia imani ya Kiislamu, tukasema zile nguzo za imani peke yake moja baada ya nyingine kwa ufafanuzi.
unaweza kuchukua muda mwingi sana kufahamishana, kwa sababu Waislamu wengi tunaamini mambo haya kwa ujumla, lakini zile details and particulars, kwenda ndani zaidi, na kwamba hapa pana eneo hili linasemwa hivi, linasemwa hivi, linafafanuka hivi, hapa kidogo hatujafafanuka sana watu wa kawaida. Na pengine wanazuoni wenzetu wengine walifanya hiyo kazi, lakini bado inahitaji kufanywa tena, kufafanuliwa vizuri. Ndio sasa wana mahakamani unaweza kufika mahakamani mpaka hakimu aseme haya, dhamana iko wazi, ndio mnaweza kumchukulia mtu dhamana. Huwezi kukurupuka tu ukachukua dhamana kama hakimu hajatangaza kuwa dhamana iko wazi. Unakurupuka vipi kuchukua dhamana? Hum min khashyati mushfiquna, na wao katika kumchelea Mwenyezi Mungu pia wanauoga wasije wakaharibu jambo. Hawafanyi kazi kwa kujiamini kupita kiasi, wakasema Mungu tushamweza, tunolitaka sisi ndio hilo lazima alifanye. Wapi? Haiko hivyo. Kwa hivyo anakueleza kuwa hata hao malaika ambao wana vyeo vikubwa wamekaribishwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko binadamu wengine wa kawaida, lakini na wao wanafanya kazi kwa nidhamu iliyowekwa, si hivi tu kwa kukurupuka. Wal imanu birrusuli, na kuamini mitume, huwa tasdiqu, ni kusadiki, bi annahum sadiquna, kwamba wao ni wa kweli, fi ma akhbaru bihi, kwa wanayotolea habari anillahi ta'ala, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lazima uamini kuwa mtume ni mkweli katika kile ambacho anakielezea kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hadanganyi. Ukianza kutia shaka kwamba mtume huyu labda akasema uongo kwenye jambo hili la dini, tayari wewe una matatizo kwenye imani yako. Likiwa limekufikia kuwa ni sahihi kalisema, basi lazima ulisadiki. Labda utie shaka huyu aliyekwambia kwamba kweli mtume kasema, sio mtilie shaka mtume, umtilie shaka aliyekuletea taarifa. Hilo si kosa la kiimani, lakini kumtilia shaka mtume ni kosa la kiimani. Ayyadahumullahu, kawaunga mkono Mwenyezi Mungu, bil mu'jizati, kwa miujiza, adalati ala sidqihim, yenye kuonesha ukweli wao. Kawaunga mkono Mwenyezi Mungu kwa miujiza yenye kuonesha ukweli wao. Manake wapinzani mara nyingi wa mitume walikuwa wanawaambia, haya kama Mungu kakutumeni, mnatuthibitishia vipi kama kakutumeni? Sasa kuthibitisha kuna kuja kwa njia za nini? Za muujiza, kwamba anafanya jambo ambalo binadamu wote kwa wakati wake, pamoja na nyenzo walizonazo na maarifa na nguvu, hawawezi kulifanya. Kwa hivyo muujiza ule unakuwa ndio uthibitisho wa kwamba yeye katumwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kisa cha Miraji, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwathibitishia kwa yeye ni mtume kwa namna nyingi. Wakazipinga, lakini kuna namna moja walipata tabu sana, hawakuweza kuipinga. Aliwaambia, kama hamuamini mimi nimekwenda safari hiyo kwa usiku mmoja, nakwambieni hivi, nimepita mahala, nimekuta hema, watu wamepumzika, wamelala, na watu hao wanakuja zao Maka, ni msafara unakuja hapa, na wamelala ndani ya hema hilo. Mimi nikaingia, wao wanakoroma, palikuwa pana mtungi wao wa maji, nikayamwaga kwa makusudi yale maji, nikaufudikiza na ule mtungi. Sasa wakifika waulizeni kama waliukuta mtungi wao umefudikizwa na maji yamemwagwa wakiwa wao wamelala, walipoamka wakakuta hivyo. Na watafika hapa baada ya siku 7 kwa mahala nilipopawaacha mimi. Enzi zile hakuna simu, hakuna kamera, hakuna namna yote ya kuambizana. Ikabidi watu kila asubuhi wanakaa nje ya mji wa Maka kusubiri msafara uje. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7 wanaona msafara huo unakuja. Wakapiga kelele kuwaita wakubwa wakaja. Kusogea wakaenda wakawapokea, akamwambia, mbona mmekuwa na shangwe kutupokea safari hii? Kuna nini? Hatujawahi kuona tukiingia Maka tunapokewa namna hii na watu wengi. Wakaambia, hatuna jambo tunataka kulijua. Tumbe jambo gani? Sema, nyinyi mlikuwa katika kijiji fulani mmepiga kambi wakati mnakuja huku siku 7 zilizopita? Wakasema ndio. Na mlilala hapo? Wakasema ndio. Na nilipoamka asubuhi mlikuta maji yenu kwenye mtungi yamemwagwa na mtungi umefunikwa? Wakasema ndio.
ilikuwaje? Sasa tulishangaa nani aliyemwaga maji haya na kufunika mtungi, na mpaka leo hatuna majibu. Umeona maana muujiza? Anawathibitishia kwamba mimi nimekwenda hii safari. Tumeelewana vizuri hapo Na wamefanya kazi kubwa mitume ya kuthibitisha utume wao kwa miujiza waliopewa na Mwenyezi Mungu, lakini pia walikutana watu sugu wakaidi waliokataa uthibitisho wote huo. Wa annahum balaghu anillahi ta'ala, na kwamba wao wamefikisha ujumbe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu, risalati, ujumbe wake. Wabayanu, na kubainisha, lilmukallafina, kwa wanaolazimishwa na sheria, ma amarahumullahu bihi, alichowaamrisha Mwenyezi Mungu wamekibainisha kwa watu wanaolazimishwa na sheria, yani watu waliokuwa balighe wenye akili yao timamu. Wa annahu yajibu ihtiramu, na kwamba inapasa kuheshimu mitume, wa an la yufarraqa baina ahadi minhum, wala pasiwekwe tofauti, yani kudharau wengine ukatukuza wengine miongoni mwao, wote kuheshimu. Daraja zipo, wanatofautiana. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, warafa ba'dahum fawqa ba'din darajatin, kawapandisha Mwenyezi Mungu daraja wengine, lakini sio kwa kumdharau huyu na kumwona huyu hana maana. Wote hao ni mitume, wametumwa na Mwenyezi Mungu. Wal imanu bil yawmil akhir, na vile vile kuamini siku ya mwisho. Wa tasdiqu bi yawmil qiyamah, ni kusadiki kwamba iko siku ya kisimamo cha ulimwengu, kiyama. Ulimwengu utasimama, maana hautaendelea mbele tena. Jua halitachomoza tena baada ya hapo, halitozama tena baada ya hapo. Usiku na mchana vitakuwa havipo tena, mzunguko utakuwa mwingine, kila kitu kitabadilika katika uendaji wa ulimwengu. Ndio siku ya kiyama. Wa mashtamala alayhi, na aliyomo katika jambo hilo, min al-i'adati, katika kurudisha watu baada al-mauti, baada ya kufa, wan nashri, na kufufua, wal hashri, na kukusanya, wal hisabi, na kuhesabiwa, wal mizani, na kupimwa, wasirati, na kuvuka kwenye njia, wal jannati wan nari, na pepo na moto. Yote yanayoambatana na mambo ya kiyama uyaamini, ndani ya hiyo kuamini siku ya kiyama. Wa annahuma, na kwamba hiyo pepo na moto, dara thawabin wa iqab, thawabi wa iqabi, ndio miji ya malipo yake na adhabu zake. Kwa watakao kwenda kulipwa, mji wao utakuwa pepo, na watakao kwenda kuadhibiwa, Mungu atokeshe nao, mji wao utakuwa moto. Lilmuhsinina walmusiina, kwa ajili ya watenda mema pepo na watenda mabaya moto. Ila ghairi dhalika, na kwa hayo, mimma sahabihi naqlu, yaliokuwa sahihi kunukuliwa kwenye Qur'ani na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bil qadari, na kuamini qadari ya Mwenyezi Mungu. Huwa tasdiqu, ni kusadiki, bima taqaddama dhikruhu, kwa yale ambayo imetangulia kutajwa. Wa hasilu, na kinachopatikana katika imani hiyo, madalla alayhi qawluhu subhanahu, ni ile iliyoonyeshwa na kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema, wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Mwenyezi Mungu kakuumbeni na mnavyovitenda pia kaviumbe. Kakuumbeni na mnavyovitenda, yani kwa maana hata uwezo wa kutenda, viungo vya kutenda vyote kakupeni yeye. Sasa singekupeni mngewezaje kutenda hivyo? Mtizame jongoo na miguu yake. Waswahili wanasema kapewa miguu 40. Mimi sijawahi kuhesabu kuthibitisha. Sijui watu wazima mnatuthibitishia, yuko mtu anaweza kuthibitisha kweli kwamba miguu ya jongoo ni 40? Kwa mingi tunakubaliana sote ni mingi, lakini kuwa namba yake ni 40, sijui kama watu walifanya kazi ya kuhesabu au vipi. Lakini tizama ukamataji wake ulipokuwa mgumu. Tizama kasi yake ya kutembea ilivyokuwa ndogo, na miguu 40 aliyopewa. Wenzake wana miguu miwili, lakini wanakimbia mbio nyingi kuliko yeye, na yeye anayo 40, lakini mwendo wake ni wa polepole mno. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaonesha ile kadari yake, anafanya anavyotaka, na kila tunakitoa anakitoa kwa namna anayotaka yeye. Lakini ana jambo ambalo wenzake wengi karibu wote waliwezi, wengi sana. Yeye ana uwezo wa kwenda hivi kama tunapokwenda sisi, alafu ana uwezo wa kutembea akapanda ukuta, ana uwezo pia kutembea kwenye dari akawa kageuka. Umefahamu? Yeye direction zote anatembea. Ndio mambo ya ajabu alionayo yule. Anakwenda hivi, alafu anapanda hivi, alafu anaweza hata akaenda kwa hivi, alafu akaenda tena akashuka upande wa pili.
Na ndio maana wakati mwingine anajichezea akili yake, anaweza kuzunguka mahala pamoja, wewe ushakwenda mjini ukarudi, yeye uko hapo hapo tu. Kwa sababu kenda huku, kenda huku, kenda huku, kenda huku, karudi tena, kenda huku, kenda huku, kenda huku. Sio anatafuta nini, anajua mwenyewe anachokitafuta. Umenifahamu? Yeye ana upanda ukuta, unamuona sana upanda hivi. Alafu anaweza taka kenda hivi tena kule juu, papa akakamata. Ingawa wakati mwingine akikuta kitu kinateleza anakuja anaanguka chini. Alafu akifika tena anashuka tena hivi, anakwenda chini. Yuko kwenye mambo ya ajabu kabisa. Lakini kwa sababu binadamu ile ibada ya kutafakari tumeiweka pembeni, hatutafakari vitu. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu mwenyewe kila kitu kakifanya. Na mnavyovitenda vyote kaviumba nyinyi, kwa sababu viungo alivyokupeni hivyo ndio vinavyosababisha vitendo. Kama asingekupeni hivyo msingeweza. Tumefahamiana? Binadamu ndio kiboko yao. Kwa sababu binadamu anaishi nchi kavu lakini ndani ya maji anaogelea. Samaki anaishi ndani ya maji lakini nchi kavu hawezi kutembea. Umeona binadamu alipokuwa na hatari? Mwanadamu kaumbwa ardhini lakini kwa akili yake katengeneza vyombo juu, anakwenda na kurudi. Na huku chini anatembea ndo kwake, na juu anasafiri. Na ndani ya maji mpaka chini ya maji katengeneza submarine, anasafiri mpaka chini ya maji. Huyo ndo mwanadamu. Panya anaweza katoboa akaingia kwenye mashimo akapita. Na binadamu anayo akili ya kutoboa, akatengeneza mahandaki na mitaro akapenya vile vile. Kwa namna yake. Kwa hivyo mwanadamu kapewa zaidi uwezo kuliko wanyama wengine wote. Wa qawluhu inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Na kauli yake aliposema Mwenyezi Mungu, hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Hatujasukuma tu tukavurumisha. Kila kitu kiko kwa makadirio yake. Tizama wanyama wote wanaokula wanyama wenzao na kujeruhi wanakuwa na meno chonge ya kuzidi mbele. Yale meno ya kuchinjia, ya kukatia zile shingo au viungo vya viumbe wengine ili waweze kula. Mimi na wewe hatujapewa yale. Kwa sababu sisi si walaji wa kukata shingo za wenzetu. Tumefahamiana vizuri hapa? Na wale wanyama wanaowinda wote wamepewa makwaru au makucha makubwa, tena yanapinda, na wakati mwingine yanalala, wakati mwingine yananyanyuka, kwa sababu ya kwenda kudhibiti kile wanachokitafuta. Mimi na wewe hatujapewa hayo. Hawa ndege ambao wanakwenda kugonga maeneo wamepewa midomo migumu sana kule mbele. Ndio wanaogonga. Mwenye mdomo laini hawezi kugonga, akatoboa mpaka mti. Mwenyezi Mungu kawapa nyenzo zao. Sisi tukitaka kugonga tukatafute nyundo, tindo, patasi. Kwa sababu sisi hatujapewa kwenye maumbile yetu, tumepewa akili ya kuvitengeneza kwa ajili ya kwenda kufanya hivyo. Tembo akitaka kuangusha mti atafuti shoka. Nguzo kama hiyo anaitia mkonge huu alafu anarudi nyuma tu, hiyo anakuja zake. Na mti ndio hivyo, akiutia mkonge kama mnazi au nini anarudi nyuma, kesha uleta. Wewe husubutu kautie mkono alafu rudi nyuma. Uone. Utavunjika, utatenguka kiungo, mnazi uko pale pale. Kwa hivyo kila kiumbe kakipa na namna yake na kakipa mwongozo wa kuishi. Wa min dhalika, katika hayo kaulu sallam, kauli ya Mtume sallam fi hadithi ibn Abbas, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas, wa'lam anna al-ummata law ijtama. Anamwambia Ibn Abbas, fahamu kwamba umma wote hata kama ungekutanyika ala an yanfa'uka bi shay'in, kwamba ukunufaishe wewe kwa jambo, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, hautaweza kukunufaisha na jambo isipokuwa lile ambalo Mungu kakuandikia unufaike nalo. Wala wijtama, na hata kama watakutanika ala an yadhurruka, kwamba wakudhuru bi shay'in kwa jambo, lam yadhurruka illa bi shay'in, hawatakudhuru isipokuwa kwa jambo qad katabahu Allahu alayka, ameandika Mwenyezi Mungu likufike kukudhuru. Rufiatil aqlam, kalamu zishanyuliwa, wajafati suhfu, na nyaraka zishakauka. Alikuwa anamfundisha Ibn Abbas jambo kubwa la kadari. Anamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala keshaandika. Na zamani katika mantiki ya uandishi kalamu zilikuwa za kuchovya wino. Ni vijiti au mianzi vinachongwa ncha, alafu wino ndani ya kikombe, anachovya hivi alafu mtu anaandika. Sasa kisha kuandika ule waraka anauacha kwanza upate upepo mpaka ukauke. Inakuwa kama hina. Inakuwa kama hina aliyopakwa mwanamke kwenye mkono au kwenye mguu,
Kwa hivyo mara nyingine wanaweka kwenye karibu na serdani, karibu na moto mpaka ipate kukauka. Sasa ile kama ikijakauka ukiitia hivi tu kidole inafutika au ule wino utasambaa, utachafua ile karatasi. Kwa mpaka isubiri kukauka. Na kalamu lazima uiondoe pale, ukishakuandika uiweke mbali pembeni, kwa sababu na kalamu ikibaki pale pale inaweza kuteleza kwa upepo ikasambaa tena ikaharibu. Kwa hivyo rufi'atil aqlam, zishanyanyuliwa kalamu, yani zishaondolewa. Wajafati sufu, na zile nyaraka zilikuwa za ngozi mara nyingi wakati ule au za mbao zimeshakauka. Maana kile jambo ndo lishapita, halina mabadiliko. Tumeelewana Katika 40 Nawawi kaitaja hadithi hii. Na tuliwahi wakati fulani kufundisha hapa katika hadithi za 40 Nawawi katika madarasa yaliyopita, tulisema kwa kirefu sana hadithi na sehemu nyingine mbalimbali. Lakini anaambiwa Ibn Abbas kwamba hata ulimwengu mzima ungekutanika kukusaidia wewe jambo, basi hauwezi kama Mungu hajaliandika jambo hili kwamba likuletee manufaa. Na hata wangekutanika wote kukudhuru jambo, halitakudhuru kama Mungu hajawaruhusu wao kuweza kukufikishia madhara. Mungu akitaka kuingilia kati, ataingilia kati. Na ndio maana dua ina faida kubwa sana. Kwa sababu linaweza kuwa liko jambo baya mbele huko linakukabili, ukamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi ingilia kati, walimwengu hawa watanidhuru. Na Mwenyezi Mungu akaingilia kati kwa namna yote anayotaka, ya kutuma malaika, ya kutumia uwezo wake wa moja kwa moja, na likakuepuka. Na liko jambo lina manufaa na wewe unalitaka na likuwa hulipati, ukamwomba Mungu na likaja. La yarudul qadara illa dua. Hakuna kinachobadilisha uamuzi wa Mwenyezi Mungu isipokuwa kumuomba yeye tena mwenyewe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwenyewe ndo anayebadilisha. Sikamuombe yeye. Kwa nini ukaenda kununua kitu dukani na bei ikawa ghali, unamlalamikia nani? Kwamba unamuomba nani apunguze? Sio mwenye kuuza, mwenye bidhaa. Kwa hivyo kama ni yeye Mwenyezi Mungu ana yote, basi aombe yeye yote. Na ndio maana dua inakuwa inaelekezwa kwa Allah tu, kwa sababu yeye ndio mwenye uamuzi wa yote. Hata ukimwomba mtume kama hata yuko hai, huyo mtume naye atafanya nini? Si atamuomba Mungu. Hata ukiomba malaika, kwani wao malaika watafanya nini? Kwani wana uwezo wa kubadilisha kadari? Na watamuomba Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Akafungua mlango kwamba aombe moja kwa moja. Kama wako watu wanaonekana ni wacha Mungu, manabii na nani, kwamba basi tuombee katika jambo hili, si kosa, hasa wakiwa wako hai, kwa sababu nao kazi yao itakuwa ile kuomba tu kama unavyoomba wewe. Lakini unadhani tu akiomba yeye kutakuwa na uzito zaidi kuliko ukiomba wewe. Haya, twendeni. Kwa hivyo yamefahamika. Wa madhhabu salafi, na mapito ya watangulizi. Sasa hivi limetokea kundi linajinasibu na kwamba sisi ni salafia. Hatukatai sana mtu kujiita, atajiita anavyotaka. Ile hatugombani. Ndio swala mtu kuamua kujiita mimi mtu aina gani, hakuna ugomvi mkubwa. Lakini tunataka tufahamiane tu kwamba salafi ni nani? Salafi ni watu walioishi katika zile karne za mwanzo. Yani kama ingekuwa tunazungumza kwa lugha ya kufahamiana tu mitaani, mtaimbo wa kwanza wa Uislamu. Pale ndo kwanza jambo linatokota. Kwa sisi wapenda masupu, ndo kwanza ile nyama imepikwa pale, imeanza kuiva, ile supu yake ya kwanza iliyotoka. Sasa ukionja ile ladha yake tofauti na supu unayokuta ishatiwa maji mara moja au mara mbili. Sisi tumezimuliwa huku, tushatiwa maji. Sio mtaimbo wa kwanza. Mtaimbo wa kwanza ni wale konki walioiva pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila misukosuko ya dini, mpaka wakawa imara kabisa katika imani. Halafu na wao baada ya kufa Mtume sallam wakawa wana watu wao wanaowafundisha, angalau nao wamesogea hivi. Bado umeikuta supu haijatiwa maji mengi. Halafu na wale wa pili nao wamefanya kazi hiyo. Kwa hiyo generation tatu, vizazi vitatu vile vya mwanzo kidogo vilikuwa vizito zaidi kuliko waliokuja ya 4, ya 5, ya 6. Ndio salafu wanahesabiwa wale waliotangulia nyuma. Tumefahamiana vizuri hapo? Sasa mtu akijitapa akasema mimi ni salafia, anamaanisha kuwa naishi katika Uislamu wangu na dunia hii kama walivyoishi wale. Kuna maswali mawili. Kwanza, inawezekana katika kila jambo? Lakini la pili, ni kweli wanachokisema ndicho kinachoonekana kwenye maisha yao?
au ni namna tu ya kujinasibu? Umefahamu Mabrio? Hata watu wa tablighi mwanzoni, wakati ndo inaanza kupamba moto huku kwetu, si ilikuwa tuwaige masahaba na nini mpaka watu wanachagua majina na wao kujiita majina ya masahaba. Lakini hebu tuitathmini, tangu tablighi imeanza kuenea katika maeneo yetu tu, sio katika dunia, kwanza huku kwetu tu, quality za masahaba wangapi tumezipata ndani ya tablighi? Kazi yote tulofanya, hatusemi hawajapatikana watu wema, lakini katika zile namna zinazofananishwa na masahaba au matabina au tabina, tumepata wangapi? Ngumu kweli kufanya tathmini, ngumu kweli kweli. Lakini hatuwezi kuwakatisha tamaa watu kwamba wasifuate watu wema hata kidogo. Lazima ngumu kufanya tathmini tukathibitisha.